Miongoni mwa waigizaji maarufu sana nchini Nigeria, huwezi ukakosa kumzungumzia Morris Sam. Lakini kubwa zaidi ni mara baada ya kupasua mipaka yake kimataifa na kuigusa hata nchi yetu ya Tanzania. Wengi wetu tumemjua kupitia movie recap. Muonekano wake na namna anavyoweza kuvaa husika katika maigizo vimekuwa vikiongeza huba miongoni mwa mashabiki na kujikuta wanavutiwa sana na kazi zake. Lakini Morris Sam ni nani? 1990 Machi ya tarehe 12, kwa mara ya kwanza sauti ilisikika kutokea huko Lagos, Nigeria. Morris Sam aliingia duniani. Alijipatia degree yake ya sanaa katika chuo kinachofahamika kama Lagos. Huyu jamaa alikulia kanisani. Akiwa mdogo alikuwa ni miongoni mwa watoto wenye vipaji vya ajabu kanisani, kwani alikuwa na uwezo wa kuwasilisha matukio kwa njia ya maigizo. Wakati fulani hata katika vikundi vya uimbaji alikuwa na uwezo wa kuigiza matendo yaliyokuwa yakifanyika katika nyimbo. Sasa haya maigizo ya kanisani hayakutosha kwetu kumfahamu Morris Sam. Tulimjua kupitia tamthilia maarufu sana iliyofahamika kama Hustler. Uhusika wake pale ndani ulikuwa ukiwakosha watu nyoyo zao. Alitumia jina la Acid, jina maarufu ambalo likapasua mioyo ya Nigeria na dunia kiujumla kuanza kumtambua bwana huyu. Lakini wote tunajua kuwa hakuna mwamba mgumu kama mwamba wa Nollywood, kupenya mpaka kushika kijiti miongoni mwa mastaa wakubwa duniani, hata ukaiongoza Nigeria. Ilikuwaje kwa Morris Sam? Kwa waliokuwa wakifahamu harakati zake wanaeleza kwamba Morris Sam ni miongoni mwa watu wasiokata tamaa katika kujaribu, kwani hadi kupata nafasi ya kuingia Nollywood alifanya majaribio mengi sana mpaka kuipata nafasi hiyo. Ukweli ni kwamba miongoni mwa waigizaji maarufu sana nchini Nigeria ambao taarifa zao za michakato yao katika kujipata zimekuwa zenye usiri mkubwa, basi mojawapo ni Morris Sam, kwani mpaka sasa baba yake mzazi wala mama yake hawajulikani ni wakina nani. Makachelo wa taarifa za watu wanadai kwamba huenda Morris Sam akawa ni mtoto wa mwigizaji mkongwe sana hapo Nigeria anayefahamika kama Zaki Oi, pamoja na mke wake anayefahamika kama Uyo Oi. Na hii ni kutokana na namna ambavyo Morris Sam amekuwa na mfananio kidogo na wazazi hawa. Mazanio yao yanakuwa na mashiko zaidi, kwani mtoto wa mzee Zach anayefahamika kama Leonard Chukwa Oi ana muonekano ambao unafanana sana na Morris Sam. Lakini kwa nini Morris Sam si mmoja kati ya watu wanaotajwa katika familia ya mzee huyo Zach? Likaibuka kundi lingine tukiwa tunahaha kutaka kujua undani wa Morris Sam. Wao wakadai kwamba Morris Sam ni mtoto wa mwigizaji maarufu tena mwingine ambaye ni mkongwe pale nchini Nigeria anayefahamika kama Patience Ozokwa, mwanamama maarufu sana kipindi hicho. Lakini habari hiyo ikawa haina mashiko, kwani hata alikotokea Patience Ozokwa ni tofauti kabisa na Morris Sam. Patience Ozokwa anatokea Enu State, wakati Morris Sam inaaminika kuwa anatokea Akwa State. Licha ya kwamba yote hayo yamekuwa ni ya makisio tu, watu wengi wanaamini kwamba huu siri wa maisha ya Morris Sam huenda ukawa na maana katika maisha yake, kwani hakuna anayejua familia yake, hata wadogo zake hamna anayewafahamu. Lakini akaibuka mtu wa mwisho ambaye naye kidogo taarifa yake ilikuwa na mashiko, japokuwa mwisho wa siku ikapuuzwa. Ni mara baada ya kusema kwamba Morris Sam anatokea huko Lagos State na wazazi wake ni watu wenye vyeo vizuri kabisa jeshini, kitu ambacho hawapendi taarifa zao kutapakaa katika mitandao wala taarifa za familia nzima ya Morris Sam. Sasa je, anaungwa mkono katika kila anachokifanya? Basi imebakia kuwa ni mtihani ambao unahitaji majibu. Morris Sam kupasua na kuingia ndani ya Nollywood, naaminika kwamba alifanya maombi kibao mpaka alipoweza kufanikiwa kuingia. Basi alipitia michakato mingi sana, japokuwa bado michakato hiyo nayo haijawekwa wazi. Lakini kila inapofika tarehe 12 ya mwezi wa 3, watu wengi husherekea birthday yake, na mwitikio mkubwa sana huwa upande wa watoto wa kike, kwani wengi wao wanashindwa kuficha hisia zao na kujikuta kuwa wana uwezo wa kumuishi huku wakimtongoza katika ukurasa wa comment. Tofauti na mastaa wengine nchini Nigeria, Morris Sam ana uwezo wa kuvaa husika tofauti tofauti. Yani anaweza kucheza kama maskini, anaweza kucheza husika ambao usingeweza kuufikiria na bado akafiti ndani yake. Lakini utamu wa sauti yake na namna ambavyo anaweza kubeba vitendo vinamfanya Morris Sam kuwa wa kipekee ndani ya nchi hiyo, hata kupendwa zaidi na mashabiki wa kike ambao wengi wao huvutiwa na urefu wake wa kiasi na mwili uliojitengeneza vyema kwa mazoezi. Morris Sam ni kipenzi cha wadada wengi na mwanaume pekee anayesumbuliwa sana katika mitandao yake ya kijamii kutokana na usiri mkubwa wa taarifa zake. Chanzo kimoja kiliwasilisha makadirio ya kipato chake ndani ya akaunti zake, na wengi wao wakasema kwamba anakadiriwa kuwa ana utajiri wa $500,000 sawa na shilingi za Kitanzania takriban bilioni 1.
Vyanzo vyake vya mapato ni kutoka kuwa balozi wa makampuni mengi makubwa nchini Nigeria, lakini pia huyu ni mwanamitindo. Mwisho kabisa, jamaa ni influencer, lakini chanzo kikuu cha mapato yake ni katika kazi yake ya uigizaji ambayo imekuwa ikifanya vizuri tu, na pindi anapoposti kazi yoyote ile imekuwa na wimbi la wafuatiliaji kote nchini Nigeria, pamoja na nchi ambazo zinazungumza lugha ya Kiingereza, hata baadhi ya nchi ambazo kwa sasa zimezidi kufuatilia kazi zake ikiwemo nchi ya Tanzania. Inaaminika kuwa anamiliki bonge la jumba la gharama na nyumba nyingine za kawaida tu hapo Lagos, Nigeria. Kama nilivyokuambia juu ya mvuto mkubwa alionao kwa mabinti, lakini pia inaaminika kwamba Mori Sam amekuwa kideti na mastaa maarufu sana nchini Nigeria, akiwemo Pierre Watt pamoja na bibie mrembo kabisa anayefahamika kama Sunshine Rosman, ambao ametoka nao kimapenzi, lakini pia na Sonia Uche na wengine wengi. Lakini kitu cha kustajabisha ni kwamba Mori Sam alipokuwa kideti na Sonia Uche hakutaka kabisa mahusiano yao kuweza kufahamika katika mitandao, lakini jitihada za hawa mapapalazi zikafanikisha kunasa picha waliokuwa wakichumbiana, na kuanzia hapo basi Mori Sam akaendelea kuweka usiri mkubwa katika mahusiano yake licha ya kwamba yaliweza kufahamika. Hata hivyo, inaaminika kwamba Mori Sam yuko katika mpango wa ndoa ya siri zaidi kuwahi kutokea katika nchi ya Nigeria, kwani hana mpango wa kuweka taarifa zake wazi na amekuwa akijitahidi katika jambo hilo. Hata mwaka wake wa kuzaliwa, mwaka 1990, ni mwaka ambao ni makadirio ya watu tu kutokana na vile anavyoonekana.